Mtini ulikuwa ishara ya wakati. Hapa sasa ndipo tunapata connection nyingi na kubwa. Hapa ndipo kuna connection. Mtini ulikuwa ishara ya wakati. Kama nakumbuka, Yesu mwenyewe alitumia majani ya mtini kama ishara. Majani ya mtini yalikuwa kama ishara. Angalia Mathayo 24 mstari wa 32. Mathayo 24:32. Yesu alitumia majani ya mtini kama ishara ya wakati, ya kutambua majira. Alitumia kwa kutambua majira. Anasema hivi, 24:32 Mathayo. Kwa mtini jifunzeni, tawi lake likiwa limekuwa laini na kuchipua majani, mwajua ya kuwa wakati wa mavuno umekaribia. Yesu alitumia majani kama ishara ya kutambua majira na wakati. Kwa hiyo mtini unaweza kuonyesha majira na wakati. Majani yalikuwa yanatoa ujumbe mpendo. Yale majani yalikuwa yanatoa ujumbe kwamba kuna jambo linakaribia. Kuna jambo linakaribia. Lakini pia Marko 11, Yesu anaona majani bila matunda. Mtini unaonyesha, yale majani yanaonyesha kwamba kuna jambo linakaribia, kuna kitu kinakaribia, lakini Yesu anakwenda anaona majani bila matunda. Hii ilikuwa picha ya wakati wa Mungu uliokuwa umefika, lakini Israeli hawakutambua wakati wa kutembelewa kwao. Bwana asifiwe. Hii ilikuwa ni ishara ya wana wa Israeli kujua. Israeli wangejua kwamba sasa wakati umefika, lakini wao hawakutambua kutembelewa kwao. Yesu aliwahi kulia juu ya Yerusalemu. Yesu alilia juu ya Yerusalemu. Ukisoma Luka 19:42, Yesu alilia. Yesu alilia akasema, laiti ungalijua wewe hata siku hii mambo yapasayo amani. Yesu alilia. Na baadaye ukisoma Luka 19:44, baadaye Yesu anasema, kwa kuwa hukutambua majira ya kujiliwa kwako. Anaendelea na ule mtini, anaendelea nao, kwa kuwa haukutambua kujiliwa kwako. Kwa hiyo mtini haukuwa tu somo la kilimo, ulikuwa ishara ya majira ya kiroho. Mtini ulikuwa ni ishara ya majira ya kiroho, lakini Waisraeli hawakulijua hilo. Mungu alikuwa ametuma Masihi, Mungu alikuwa amempa neno, Mungu alikuwa amewapa manabii, Mungu alikuwa amewapa ishara, lakini sasa wakati wa matunda ulikuwa umefika. Wakati wa matunda ulikuwa umefika. Mkiona jani limekuwa laini, mjue wakati wa matunda umefika. Kwa hiyo Israeli walitakiwa watumie ule mti, lakini wao hawakuweza kutambua ishara ya majira na wakati. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mtini ulikuwa ni ishara ya majira na wakati. Kipengele cha 4, mtini unaonyesha kuwa Mungu anatafuta matunda, si muonekano. Mtini unaonyesha kuwa Mungu anatafuta matunda, si muonekano. Kipengele cha 4. Hili ndilo somo sasa linalotugusa moja kwa moja. Yesu hakusema heri wenye majani mengi. Yesu hakusema heri wenye majani mengi. Kwenye ile Mathayo 7:16, Yesu alisema, kwa matunda yao mtawatambua. Kwa matunda yao mtawatambua kwamba huu ni mwembe, huu ni mpela, huu ni mchungwa. Kwa matunda yao mtawatambua. Pero kwa Mungu muonekano hauwezi kuchukua nafasi ya matunda hata siku moja. Muonekano wako hauwezi ukachukua nafasi ya matunda yako ya kiroho. Wewe jipambe uwezavyo, wewe tembea uwezavyo, lakini muonekano wako hautachukua nafasi ya matunda kamwe.
Unaweza kuwa na majani mengi lakini hakuna kitu cha kumlisha mwingine. Una majani mengi mpendwa, lakini kitu cha kumlisha mwingine unacho. Jiulize mpendwa, tafakari. Majani unayo sawa. Unazo nguo nyingi, kabati limejaa, unazo viatu vingi, unasuka vitunguu, unasuka twende kilioni, unasuka unavaa sikongingo, unatembea. Je, matunda ya kumgawia mwenzio unayo? Bwana asifiwe. Amina. Una matunda au ni muonekano wa bure? Watu wanakuangalia unapotembea, wanasema hakika huyu mtu ameokoka. Na wewe unajisifia kweli umeokoka. Una cha kumpa mwingine? Yesu alikosa pale kwenye mti, alikosa akakuta majani tu. Ule mti haukuwa na kitu cha kumpa Yesu. Muonekano wako unamlisha nini mwingine? Bwana asifiwe. Amina. Au unapendeza peke yako? Unashiba peke yako? Unamlisha nini mwingine? Bwana asifiwe. Amina. Hapa tunapaswa tujiulize mpendo. Unapaswa jiulize kuhusu muonekano. Baada ya watu kukutana na wewe, unajiuliza, baada ya watu kukutana na sisi, baada ya mtu kukutana na mimi, anakutana na nini kingine? Pamoja na vyote sawa, nimejikamilisha, nishavaa vizuri, nishapendeza mimi, lakini anakutana na mimi, huyo mtu anakutana na nini kingine ndani yangu? Au anakutana na majani tu? Atakutana na nini kingine? Atakutana na upendo juu yako, au ni yale majani? Atakutana na msamaha juu yako mpendo? Atakutana na utakatifu? Atakutana na uvumilivu juu yako? Atauona uaminifu? Huyo mtu anatembea sasa, anakuona wewe hakika kweli umedamsha, kama huyu kweli anakwenda kanisani. Tabia ya Kristo ipo ndani yako. Jiulize, natembea mimi, naenda kanisani kila siku, tabia ya Kristo ninayo au ni majani? Bwana asifiwe. Jiulize mpendwa, jiulize. Muonekano wako hauchukui nafasi ya matunda hata siku moja. Ukisoma Wagalatia sura ya 5, Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22 na 23, Paulo anayaita haya kuwa ni tunda la Roho. Paulo anasema ni tunda la Roho: upendo, uvumilivu, uaminifu. Ni tunda la Roho. Unayo? Hilo ndilo tunda la Roho. Kuja kanisani mpendwa, sio desturi tu, sio desturi. Kuja kanisani, tabia ya Kristo iwe juu yako. Kuna watu wanashindwa kuja kanisani tu kwa sababu nguo alikuwa ametarajia haikukauka. Kile kiatu ambacho kitarajia hakijakauka. Ile nguo wewe umekatika, hajaipasi, itafanya nini? Mpendwa, hilo sio tunda. Huo muonekano wako ambao unatamani kwamba utembee nao, Mungu hauhitaji. Muonekano wako hautachukua nafasi. Unaacha kuja itikisa umeme umekatika. Maana yake ni kwamba nitaonekanaje mimi? Nitaonekanaje barabarani? Nguo yangu mbona imejikunja kama imeng'atwa na ndama? Kule kwetu ulikuwa ukianika nguo nje. Halafu akipita ng'ombe anatafuna ile nguo, ukichopua mdomoni haitamamiki. Imejikunja kweli kweli. Unasema sasa nataka niende mnadani. Mimi nafanya nini leo? Nitafanya nini mimi leo? Na nitegemea nivae hii. Umefua nguo yako, umeanika kwenye kamba, amepita nguo, na ng'ombe amekanyaga chini, imekuwa tope, na harusi ni saa 12, unashindwa kwenda. Nasema sasa nifanyeje? Unakimbia dukani na ununua nguo mpya. Maana hutaki kukosa ile harusi. Lakini leo hii mpendo, umeamka katika ile nguo uliyokuwa umevaa. Unailisha. Mimi leo asubuhi wakati nilikuwa kanisani, ile shati niliyovaa, nikaingia chumbani kwangu, nikapiga pasi vizuri. Alafu baadaye nikatoka nje. Nikamwambia wanangu, nimejiandaa, kwa sababu tumejiandaa. Tunamaliza kunyosha. Maria akaniambia, baba, hiyo shati mbona kama haijanyosha? Sasa nifanyeje? Vua ninyoshe tena baba. Hiyo shati limejikunja mno. Maana yake alijua nini? Kwamba barabarani mimi nitachekesha walionuna. Aliona walionuna watacheka, wakiona huyu baba hata kama na mawazo yake anacheka. Huyu baba maana hakuona. Baba hana mama nyumbani. Huyu amekurupuka. Alikifikiria Maria.
hakujali. Mimi nikaona kwanza, nilikuwa sioni mimi hilo shati. Nilipotokeza tu mimi nasema bado hilo shati bado. Maana yake wale walionuna wangeangua vicheko. Kwa hiyo mpendwa,